Ndugu zangu katika Kristo, na sisi katika nafasi mbalimbali Mwenyezi Mungu anatutaka tuweze kuomba. Jaribu tu kila mmoja wetu ajitafakari kwamba Mwenyezi Mungu anapokupatia fursa ya kuomba, kama leo tulikuja hapa kanisani katika Dominika hii ya 17, ulipokuja hapa umekuja kuomba Mungu jambo gani? Na hata kama Mwenyezi Mungu akakuuliza ndani ya nafsi yako, niambie wewe Mkristo uliyebatizwa, unataka mimi nikupe nini? Niombe lolote utakalo nami nitakupatia. Mfalme huyu Suleimani, yeye hakuomba mamlaka, hakuomba mali, hakuomba fedha, hakuomba umaarufu, hakuomba kusifika, hakuomba kupendwa na watu. Yeye aliomba hekima, na akaomba Mwenyezi Mungu amjalie uwezo wa kutofautisha mema na mabaya katika maisha yake. Na sisi je, katika maisha yetu tunamuomba vitu gani Mwenyezi Mungu? Mara nyingi sala zetu zinakuwa ni sala ambazo zina ubinafsi, sala ambazo kimsingi ninajiangalia mimi tu zaidi sana na familia yangu na si kitu kingine. Mfalme Suleimani anatufundisha hapa namna nzuri ya kumwomba Mwenyezi Mungu. Mara nyingi sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu atupatie umaarufu. Mara nyingi tunamwomba Mwenyezi Mungu atupatie mali. Mara nyingi tunamwomba Mwenyezi Mungu atupatie mamlaka. Lakini tunapotafakari, je, mamlaka hayo, mali hizo ambazo tunamwomba Mwenyezi Mungu zipo kwa ajili ya lengo gani? Kwa ajili ya kutafuta ufalme wa mbinguni au kwa ajili ya kutafuta ufalme wetu sisi binafsi? Mfalme Suleimani alimwomba Mwenyezi Mungu hekima. Na sisi leo tunapotafakari juu ya hazina iliyofichika juu ya ufalme wa Mwenyezi Mungu, pia tunaalikwa kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie njia sahihi ya kuweza kufikia ufalme huo wa mbinguni. Yawezekana leo hii sisi tunazo sala mbalimbali, unakuta Mkristo kwenye chumba chake au hata kitandani kwake amezungukwa na novena za kila aina, si novena ya uvumilivu, novena ya Mtakatifu Rita wa Kashia, novena suya, kuna sala kwa Bikira Maria. Kwa unakuta anakuwa na sala nyingi ambazo hata hazieleweki, na anapoanza kusali anasali novena kwa Mtakatifu Rita wa Kashia, anaona bado haitoshi, amepungukiwa, anatafuta sala nyingine usiku huo ya kulalia, anaanza kuimba litania usiku. Litania nayo anasali, imani yake namwambia hapana, bado hujasali vizuri. Anatafuta sasa rozari ya huruma ya Mungu, anaanza kusali rozari ya huruma ya Mungu, amesali, anaona bado haitoshi, ngoja kwanza nisali na rozari ya Fatima. Anaanza kusali rozari ya Fatima usiku. Mioyo yetu haitosheki, mioyo yetu inakosa imani, mioyo yetu inakosa matumaini kwa Mwenyezi Mungu, na ndio maana tunajikuta kwamba tunagubikwa na mambo ya ulimwengu, kwamba ulimwengu unakuja kutuinjilisha sisi na sio sisi kuinjilisha ulimwengu. Mwingine anaweza kuja kuabudu siku ya Alhamisi, kuabudu Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu iko hapa tarehe, anaona kwamba Ekaristi Takatifu alipofikia, alipokaa. Kwa hiyo anachotaka ni nini? Basi padre ashike monstrance, apitishe Ekaristi Takatifu benchi kwa benchi na kuonesha unamwona Yesu. Ndio hapo sasa unaamini kwamba leo Yesu amenifikia. Sasa hii tunapotafakari kwa mtindo kama huu, tuna maana kwamba Yesu wetu ana nini? Ana mipaka. Yesu akiwa mtareni hawafikii nani? Waumini. Lakini si kitu sahihi, na ndio maana swali la msingi kabisa ambalo tunaweza tukajiuliza, Mungu wetu yuko wapi? Mungu wetu yuko mahali pote. Popote ulipo, popote tulipo, Mungu yupo. Uwe unafanya dhambi, unafanya jambo jema, Mungu yupo. Kwa hiyo kamwe tusititikiwe imani. Tujitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kusali vile ambavyo inapaswa. Tujitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu tuweze kumuomba
Na mwingine pale ambapo tunakosewa na ndugu zetu na jirani zetu, yawezekana tunapiga magoti ili Mwenyezi Mungu aweze kuwaangamiza. Kimsingi ni kinyume na Injili. Injili inatuambia kwamba upendo wenu upitilize, ikiwezekana kuwaombea hata wale ambao ni maadui zenu, hata wale ambao wanawakwaza na kuwaudhi. Je, mara ngapi sisi tumetenga muda kwa ajili ya kuombea hawa ambao wanatukwaza na kutuudhi? Zaidi sana ni kuwaombea mabaya. Leo tujifunze kutoka kwa huyu Mfalme Suleiman aliyeomba hekima, aliyeomba ili ule moyo wa kuweza kutofautisha mema na mabaya katika maisha yake. Na hivyo katika somo la Injili la Takatifu tumesikia mifano ile mitatu kuhusu hazina ya mbinguni. Wewe na mimi tujiulize, hivi mimi katika maisha yangu ya hapa duniani hazina yangu ipo wapi? Je, mawazo yangu nimewekeza zaidi wapi? Nguvu zangu nimewekeza zaidi wapi? Je, nimewekeza katika kazi nilionayo? Nimewekeza katika mali nilizonazo? Nimewekeza katika nyumba nilizonazo au nilionayo? Nimewekeza katika kazi? Nimewekeza katika marafiki? Nimewekeza katika mamlaka au cheo nilichonacho? Leo tumepewa mifano hii mitatu. Mfano wa kwanza ni wa ile hazina iliyositirika. Tumesikia alipogundua eneo hili, shamba hili lina hazina iliyositirika, kimsingi alikwenda kuuza kila alichonacho ili aweze kununua ile hazina. Vile vile hata ule mfano wa lulu tumesikia, alipogundua hapa kuna lulu yenye thamani, alikwenda kauza kila alichonacho akanunua ile shamba ili aweze kupata ile lulu yenye thamani. Kwetu sisi hazina yetu siku zote napasika kuwa ni kuelekea utakatifu, yaani kuonana na Mwenyezi Mungu uso kwa uso. Lakini yawezekana mara nyingi hazina yetu tunaikita katika mambo ya ulimwengu, mambo yanayopita, mambo ya muda, mambo yasiyodumu milele. Tunasahau kuwekeza katika hazina ile ya mbinguni. Na tumesikia mfano ule wa tatu, mfano wa juya au mfano wa wavu, kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba ni sawasawa na mvuvi anapotupa nyavu yake atawaokoa samaki wa kila aina, wazuri na wabaya, lakini mwisho wa siku atachagua wazuri wengi na wabaya wengi. Wazuri atawachukua, wabaya atawateketeza katika tanuru ya moto. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wana familia ya Mungu, mimi na wewe basi tunapoelekea kutafuta ufalme wa mbinguni, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie neema wa kutafuta ile tunu inayotupasa sisi kuitafuta. Hazina yetu ni kufikia ufalme wa Mwenyezi Mungu au ufalme wa mbinguni. Siku moja tusipoteze hiyo nafasi ya sisi kufikia utakatifu, tukaangukia katika kundi lile la samaki wasiofaa, au tukaangukia katika kundi lile la magugu kama tulivyosikia katika Dominika iliyopita. Magugu yalikusanywa na kufungwa matita na kuchomwa moto. Mimi na wewe ambao bado tunaendelea katika safari hii ya imani, tumwombe Mungu atujalie tuweze kusitawi na kukua katika imani na matumaini ya kweli, ili kuamini kwetu, kusadiki kwetu, imani yetu itusaidie sisi kuweza kufikia ufalme wa mbinguni.